Wafanyakazi wawili wa ubalozi wa Israeli mjini Washington wameuawa kwa kupigwa risasi Jumatano jioni walipokuwa wakitoka kwenye hafla katika jumba la makumbusho la Wayahudi. Polisi wamesema mshukiwa wa shambulizi hilo amekamatwa na alikuwa akipiga kelele "Free, Free Palestine", akimaanisha Palestina huru. Matamshi hayo yameonekana kulenga vita vinavyoendelea kati ya kundi la Hamas na jeshi la Israeli katika ukanda wa Gaza. Mkuu wa polisi wa jiji la Washington, Pamela Smith, amesema katika mkutano na waandishi wa habari kuwa waathirika wa shambulio hilo ni mwanaume na mwanamke na walikutwa na mkasa huo walipokuwa wakiondoka kwenye hafla katika jumba la makumbusho la Kiyahudi la Capitol wakati mshukiwa alipowakaribia watu 4 na kufyatua risasi. Mshukiwa aliyefahamika kama Elias Rodriguez mwenye umri wa miaka 30 kutoka Chicago alionekana akizunguka nje ya jumba hilo kabla ya tukio. Kisha akaingia ndani ya jumba la makumbusho baada ya kurusha risasi na akazuiliwa na walinzi wa usalama wa hafla hiyo, Pamela Smith amesema. Balozi wa Israeli nchini Marekani, Yechiel Leiter, amesema kuwa waliouawa walikuwa wanandoa wachanga waliokuwa karibu kuchumbiana, akieleza kuwa kijana huyo alikuwa amenunua pete wiki hiyo kwa nia ya kuposa wiki ijayo huko Yerusalemu. Mwanasheria mkuu Pam Bond amesema alikuwa katika eneo la tukio akiwa na jaji wa zamani Jeanine Pirro ambaye kwa sasa ni mwanasheria wa Marekani mjini Washington na ofisi yake itasimamia kesi hiyo. Mauaji haya ya Washington DC ambayo ni dhahiri yametokana na chuki dhidi ya Wayahudi lazima yakome sasa, Rais wa Marekani Donald Trump ameandika kwenye mtandao wa kijamii leo asubuhi. Chuki na msimamo mkali havina nafasi nchini Marekani. Pole kwa familia za waathirika. Ni huzuni kubwa kuona mambo kama haya yakitokea. Mungu hawabariki nyote, ameongeza Trump. Naye rais wa Israeli Isaac Herzog amesema amehisi kushangazwa sana na tukio hilo la Washington. Hili ni tendo la chuki dhidi ya Wayahudi ambalo limepoteza maisha ya wafanyakazi wawili wachanga wa ubalozi wa Israel. Mioyo yetu iko pamoja na familia za waliouawa na tunawaombea majeruhi wapone haraka. Natoa msaada wangu kamili kwa balozi na wafanyakazi wote wa ubalozi, amesema Rais Herzog. Ameongeza kuwa wanasimama na jamii ya Kiyahudi mjini Washington DC na kote Marekani, akisisitiza kuwa Marekani na Israel zitasimama pamoja kulinda watu wake na maadili ya pamoja na kwamba ugaidi na chuki havitawagawanya. Haikufahamika mara moja iwapo Rodriguez alikuwa na wakili wa kumtetea, kwani namba ya simu iliyopatikana kwenye simu yake haikupokelewa. Kituo maarufu cha televisheni cha Kiarabu Al Jazeera kilirudia kuonyesha video ya simu ya mkononi inayoonyesha mtu anayedhaniwa kuwa mshambuliaji akiwa amevaa koti la suti na suruali akivutwa na kuondolewa eneo hilo baada ya tukio, mikono yake ikiwa imefungwa nyuma. Shambulizi hili limetokea wakati ambapo Israeli imeanzisha kampeni mpya dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza, katika vita ambavyo vimechochea mvutano kote Mashariki ya Kati. Vita hivyo vilianza tarehe 7 Oktoba 2023 wakati kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas lilipovamia Israeli kutoka Gaza na kuua watu 1200 na kuwateka nyara wengine wapatao 250, kulingana na mamlaka za afya za huko Gaza ambazo hazibainishi ikiwa idadi ya wapiganaji au raia. Inaeleza kuwa tangu wakati huo mashambulizi ya Israeli katika eneo la Gaza yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 53,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto. Mapigano haya yamesababisha 90% ya watu wapatao milioni 2 kuhama makazi yao, na mapigano haya yameanzisha janga la njaa na kuharibu maeneo makubwa ya miji ya Gaza. Wiki iliyopita jumba la makumbusho la Wayahudi la Capitol lilikuwa miongoni mwa mashirika yasiyo ya faida mjini Washington yaliyopokea ruzuku kutoka kwenye mfuko wa dola 500 kwa ajili ya kuongeza ulinzi wake. Kufuatia tukio hilo, jumba la makumbusho limetoa taarifa likisema kuwa limehuzunishwa na kushtushwa na kitendo hicho cha kikatili kilichotokea nje ya makumbusho usiku huu. Mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la Wayahudi la Greater Washington, Bwana Gail Preuss, amesema katika taarifa kuwa
kuwa amehuzunishwa na tukio hilo na ametoa pole kwa familia za waliopoteza maisha. Mioyo yetu iko na familia na wapendwa walioathirika, na kwa wote walioathiriwa na tukio hili la kusikitisha la chuki dhidi ya Wayahudi, amesema Petraeus. Kidiplomasia na wanadiplomasia wa Israeli wamewahi kulengwa na mashambulizi hapo awali, yawe ni kutoka kwa wavamizi wanaoungwa mkono na mataifa au wanamgambo wa Kipalestina katika kipindi cha mzozo wa muda mrefu wa Israeli na Palestina uliotokana na kuanzishwa kwa taifa la Israeli mwaka 1948. Wapalestina wanadai maeneo ya Gaza na ukingo wa Magharibi kwa ajili ya taifa lao la baadaye, huku wakitaka Yerusalemu ya Mashariki kuwa mji mkuu wao, maeneo ambayo Israel iliyateka mwaka 1967. Hata hivyo, mchakato wa amani kati ya pande hizo umesimama kwa miaka kadhaa sasa. Hii ni Msasa Media. Endelea kuwa karibu nasi kupitia mitandao yote ya kijamii kwa jina moja la Msasa Online. Msasa, kisasa zaidi.